Ndugu yangu mtazamaji, karibu. Kwa jina naitwa Kigabi James na hii ni Raising Light kwa hewani na kipindi cha dini, na tunaangazia kwenye Ukristo na mada tutakayoongelea ni tabia za Mkristo. Ni Kigabi James. Karibu. Asante sana, na kama tulivyotambulisha katika siku zilizopita ni kwamba ni Isaac Roberts au Isaac B. Na in Raising Light. Kama gisi tulivyokuambia, hiki ni kipindi cha dini. Muda uliopita tuliangazia kuhusu Ukristo, tukaongelea Ukristo ni nini, tukaongelea Mkristo ni nani, na leo na ndio maana tumekuja na hii mada ya tabia sasa ya Mkristo. Tabia ya Mkristo. Mkristo anakuwa, yawezekana kwa katika Ukristo mtu anaweza kuwa yuko Mkristo lakini mtu anaweza kujizania kama yeye ni Mkristo na huku tayari yeye sio tena Mkristo. Kufuatana, yawezekana tabia inaweza ka-affect mtu kutokuwa Mkristo, akawa Mkristo zingine kwa jina tu, lakini ule Ukristo usiwe ndani mwake. Sijui unaongeaje? Unajua, tunapoongea katika mambo ya msingi sana kama namna hii na mambo ya Ukristo, ni kwamba sisi kwamba mimi ni Mkristo na bwana ni Mkristo, sisi ni Mkristo. Ndio. Na tunapozungumza vipindi kama hivi ni kipindi cha mtu, mimi na wewe tuko tunajifunza na uendelee kujifunza kupitia kama ndio tunaongea siku ya leo. Na ndio maana siku ile tulipotaja kama jina ya dini, tulisema kwamba unaweza ukajizania kwamba bado uko katika dini ya Ukristo, kumbe umeshatoka katika dini ya Ukristo, japokuwa bado unaenda kukusanyika na watu wengine ndani ya kanisa. Japokuwa bado unaenda katika zebu lako, unakwenda kila siku Jumapili pale. Kama matendo yako tena au tabia zako tena ndani ya moyo wako zinakuambia kwamba ziko tofauti na yale ambayo yanafundishwa ndani ya zebu yako, yale ambayo yanasomeka ndani ya Biblia wakati wote, hauko tena Mkristo, wewe ushakuwa katika dini nyingine. Kwa ndio maana tunaweza kuzingatia leo. Kwa sababu tabia za Mkristo zinatambulika. Yesu mwenyewe alikuwa ni mfano wa zile tabia. Utu wema, upole, unyenyekevu, upendo. Na utakapoangalia zile amri za Mungu zilivyotengenezwa, zianza kutoa masharti ambayo ukazingatia yale yanakuja kujenga mtu mwenye tabia njema. Zilianza na upendo. Mimi Bwana Mungu wako. Usio na Mungu mwingine tu ila mimi tu. Ile mpende Bwana Mungu wako kuliko vitu vingine vyote uvipendavyo. Yaani wewe na kazi zako na vitu vyako vyote vionyeshe upendo kwa Mwenyezi Mungu. Unakuta kwamba tu unaenda around upendo. Ni tabia moja kubwa sana ya Mkristo. Na ndio kitu kimoja ambacho watu wanatakiwa tunapokuwa ndani ya Ukristo ni kupima, kujitia katika mizani kila siku. Je, hizi tabia ambazo naongeleka hapa bado nina upendo? Au upendo wangu umekuwa wa unafiki? Kama upendo wako umekuwa wa unafiki, unapokuwa na mtu unaongea mambo mazuri, unapoachana naye tu unaanza mambo mengine, umeshatoka katika ule Ukristo. Maana umevunja hali ya Ukristo. Hapa ina maana ya kuwa funguo kubwa zaidi ya hii tabia ya mtu kuonekana kuwa ni Mkristo kwanza ni upendo. Absolutely. Kwa sababu ndio sababu kubwa ya Yesu Kristo kukubali kufa kwa sababu ya mimi mwenye dhambi. Sio kama nilikuwa nina haki, aseme aliona ule mtu mwenye haki aweze akahukumiwa kwa sababu ni bora mimi nife kwa sababu mtu mwenye haki. No. Mara nyingi wanadamu tunaliliaga ule bwana hapana, iko inosa, siwezi kubali ateseke. Na ndio maana Yesu akufa sasa sisi tuko inosa hapana. Na ndio na huu upendo ndio uliompelekea Mungu kuumba ulimwengu vile vile. Yes. Kwa sababu ilimpendeza. Akasema ya kuwa ndio akatamka ya kuwa aumbe ulimwengu. Akaumba mwanadamu. Ni kwa sababu kwanza alisema sisi kutuumba, kwa sababu maandiko yanasema tumuumbe mtu kwa mfano. Ilimpendeza kwanza kwa sababu
hapa inabidi tumuumbe. Ina maana hapo keyword ilikuwa kwanza ni ile kupendezwa. Ingekuwa ilimchukiza asingeumba binadamu. Na maana hapo tunapo navigate katika uso au sura ya Mkristo, au tuseme tutakaposema tabia tutasema sura, yule muonekano wa undani vile vile hata na nje. Na ni lazima ni vema Mkristo kuwa na muonekano kiundani na kiinje, na usizania kuwa mtu anaweza kujizania kimuonekano yeye ni Mkristo, kumbe tayari ameshatoka mbali sana kufuatana hasa kwa dini nyingine, kufuatana hali yake ya tabia zinazomzunguka. So ni katika hii hali huu unafikiri, ndugu mtazamaji, anaweza kuwa na maswali na ndugu kujiuliza, hii tabia ya Mkristo na inaendaje na Ukristo, na inaleta itilafu nyingi gani ambazo zinaweza kusema mimi najiita Mkristo na sionekane niko Mkristo. Kuna vitu alama fulani zinaweza zikajitokeza kuonesha kuwa huyu si Mkristo mbele za Mungu au mbele za watu. Biblia iko wazi sana, ndio maana maneno haya ya tunapokuwa tunayazungumza mara nyingi tunabase kwenye Biblia. Nakwambia kwamba mti bora hujulikana kwa matunda yake. Ndiyo. Lazima kuwe na matunda mazuri ndio ule mtu bora unaonekana. Tena nakwambia kwamba Biblia tena nakwambia kwamba katika hazina njema ya moyoni mwako ndio panatoka matendo mazuri yanayotoa nje. Ina maana kile unachotamka sio kwamba kinatoka kwenye mdomo wako, hapana. Kinatoka ndani ya hazina ya vile ulivyovichunga ndani ya moyo wako. Kwa hiyo kama hazina iliyoko ndani ya moyo wako wewe, kama wewe hazina iliyoko ndani ya moyo wako ni wivu, maneno yako yote ya nje yataonekana tu ni wivu. Katika matamko yako yote utakriticize kila kitu kile mtu anafanya, utatukana kila kitu kile mtu anafanya, au utakuwa na moyo wa kushauri, utakuwa moyo tu wa kutusi na kuchekelea. Ni Mungu mwenye uweza, na alitumba sisi wanadamu katika hali moja ambayo ikanajiconnect katika hali ya pamoja sana. Nataka nimwambie kitu moja kwamba sehemu ambapo unajikuta kwamba hapa huyu mtu anihesabu tena kuwa mtu wa maana, utaelewa ndani ya moyo wako. Kama wewe una hekima ya kimungu, utaelewa kwamba mtu huyu japokuwa najisogeza kwake, yeye tena ndani yake hanipendi katika jinsi mimi nataka kumpenda. Utaelewa vizuri kwamba mtu huyu japokuwa anajisogeza karibu yake na kujishusha karibu yake, ndani yake tayari kuna kitu kibaya kinachoendelea. Na ndio pale unakuta ndio ufunuo wa Kristo ambao bado wanaabudu katika hali ya kweli, upewa maneno ya kuhubiri, upewa maneno ya kufundisha, upewa maneno ya msingi ya kusimamia, utoa maneno ambayo yanakwenda kupigana na zile roho chafu ambazo zimewatawala watu wengine ili waweze kwenda katika mstari mzuri. Lakini sasa mtu ambaye sio Mkristo anapoona kitu kibaya kinaanza kumtokea mtu fulani mwingine, anaanza kukichekelea. Anataka yeye akivunje ili kwamba kikuangamiza katika ile njia ili akuchekelea. Kule nyumbani tunasema kwamba kuna mwimbaji mmoja aliimba kwamba nikishindwa jambo wanatoa unabii. Alikuwa ni Bahati Bukuku, kama ushawahi kusikia huo wimbo. Alisema wanadamu ukishindwa na jambo wanataka si ulijuaga tu. Tulijua kama hataweza kitu. Sasa kama wewe ulijua yule mtu hataweza kitu, ina maana ulikuwa na nafasi ya kumsaidia, si ndio? Ndiyo. Maana kama ulijifunza fulani pale anapoenda ni pabaya, una nafasi ya kumshauri. Na ndio maana Biblia inakwambia kwamba wewe Mkristo unayeabudu kila siku, unayemuona mtu anaenda katika makosa, usipomwambia utahukumiwa kwa sababu ule mtu. Na ndio maana nakwambia hukumu itaanzia wapi? Kanisani. Kwa sababu kama wewe ulijua ukweli, ukaukalia, ukakosa kuokoa watu na ule ukweli uliokuwa na ufahamu, ukakosa kuambia, uko guilty. Ndugu yangu mtazamaji, unasikia hiki ni kipindi, ni bila kusahau kukumbusha hiki ni kipindi cha dini na tunaangazia kwenye Kristo, na hii ni mada ya tabia za Mkristo. Vile vile bila kusahau ya kuwa Biblia inatuambia wazi
Yesu alisema ya kuwa jifunzeni kwangu kwa maana mimi ni mpole na mnyenyekevu, kwa sababu yeye ni Kristo. Ukitaka kuendelea tabia za Kristo, kwa sababu Yesu mwenyewe alitamka, alikuambia watu waziwazi, jifunzeni kwangu kwa maana mimi mwenyewe ni mpole na mnyenyekevu. So sijui hii hatua ya tunaenda pale kwenye sura Kiswahili chetu cha Kongo, sura ya Mkristo au tabia za kisa muonekano wa Mkristo kwa ngambo ya msamaha. Nafikiri msamaha unachangia vile vile kwa sura ya Mkristo. Mtu anapotendewa jambo baya, anapotendewa mabaya, hata inaweza kuwa hayampendezi, ni vema zaidi kwa sura ya Mkristo, kwa muonekano wa Mkristo, wewe kuonekana kama wewe ni Mkristo, ni vema kusamehe. Na wahubiri wengi wanatoa mifano hapo wakisema kwamba unapomsamehe mtu ambaye anakutendea jambo mbaya, lakini wewe unaamua tu kumsamehe, wanasema kwamba unajua kobe ni mnyama mmoja mdogo sana, torti. Yule kobe waga anajifunika kwenye ligamba limoja lilikuwa nalo kwenye mgongo wake, akajificha mle ndani. Hata kama mtu anataka kumwangamiza, unadunda akajua kile kitu, anajificha yeye ndani asionekane. Sasa wanatoa mifano kwamba unapokuwa wewe unamsamea mtu bila kumfuatilia na kuamua kumsamea hata kama alikuwa amekosea, nisome chukua mkaa wa moto umetia kwenye mgule mgongo wa kobe. Maana kobe hata kama alikuwa amejificha ndani, ukatia mgongo na ni mkaa wa moto tu juu ya mgongo wake, anachomokaga pale, anatimwa mbele. Hata ulivyo mgumu vile. Na ugumu wake wote anachomokaga na timwa. Kitu gani nataka niseme pale? Msamaha kama unasema ni uti wa mgongo. Ni uti wa mgongo ndio msingi unamsimamisha Mkristo. Ndio maana sisi dhambi zinatoka wakati mkono tunazitenda, tunaenda lilia kwa Yesu, tunaenda lilia kwa Mungu, tunasamehewa. Na bila ule msamaha wa dhambi, kile kifo cha Yesu kisingekuwa na maana hata moja. Lakini maana yeye kufa, maana yake ni ondoleo la dhambi au msamaha wa dhambi kwa njia nyingine. Na ndio maana Biblia inakwambia kwamba kama wewe yeye anakusamea na wewe usiposamea, akutendeje? Ndio maana kukuta katika, kama unasomaga sala ya Bwana katika Mathayo inasema kwamba tusamee makosa yetu kama nasi pia tunavyosamea wale wanaotukosea. Which means kama wewe hausameaji wanaokukosea, usome msamaha kwa Mungu. Kwa maana nyingine. Okay. Ndugu yangu mtazamaji, hiki ni kipindi cha uso au tabia za Mkristo. Na vile vile Yesu alisema katika kitabu chake kitakatifu ya kuwa alisema ya kuwa mtu anayetaka kunifuata au jitwike msalaba na anifuate. Na maana ule msalaba ni mtu kutakuwa kipindi special cha kujifunza kuhusu msalaba, ndugu yangu mtazamaji. Hicho ni kipindi kizima. Msalaba ni nini? Kwa sababu msalaba una mambo mengi sana. Msalaba sio ule mti tu ambaye aliyopigwa pale, lakini una maana nyingi sana ule msalaba. So ni kwa maana ya kuwa katika huu msalaba tunaenda katika ngambo, kwa sababu katika hali sura ambayo tabia ya Mkristo na zingine tabia ambayo tunaweza kujiuliza, na ndugu mtazamaji anaweza kujiuliza ya ile kuonesha kama huyu ni Mkristo, ni kumjali kwanza Yesu Kristo kwa kutangaza jina lake. Na katika kutangaza ukuu wa Yesu Kristo ni moja kwa moja ni mojawapo ya tabia za kumjua kuwa huyu ni Kristo. Sijui tumeongelea kuhusu msamaha, tabia za kufundisha kupeleka injili ya Yesu Kristo. Tutaweza kupata muda wa kudevelop mambo makubwa sana ya msingi sana katika swala zima la Kristo. Kuna kitu kimoja ambacho nataka ulipozungumza hapo, mimi nimepata pointi moja nikafurahi sana ulipozungumzia swala hapo kwamba kumfuata Yesu na kule Yesu. Katika Yohana wa kwanza sura ya 2 mstari wa 4 pale. Yesu mwenyewe anakuambia kwamba usipojifunza kufuata njia zake, basi wewe ni muongo. Na kwa yote yale unayotenda yote ni uongo.
Maana njia za Yesu Kristo ndio zinakusaidia wewe kuweza kujitenga na yale mambo makubwa ambayo yanaharibisha mwanadamu na muundo wake wote, na jinsi Mungu anavyotaka mwanadamu aishi. Tabia za Mkristo. Yeah. So tunaangalia katika ile tena hiyo Yohana ya kwanza hiyo sura ya pili mstari wa 15 pale kushuka 17 16 mpaka 17. Inakwambia usipende dunia na mambo yote yaliyomo. Tabia za Mkristo. Yeah. Maana vitu ambavyo vilivyomo ndani ya dunia ni tamaa ya mwili. Tamaa za mwili tukayozungumzia itakuwa ni somo nyingine, tamaa za mwili tu. Kiburi cha uzima, kiburi cha uzima ni somo lingine. Tamaa ya macho ina ndio maana ni sababu ya msingi sana tunapozungumzia swala nzima la kumfuata Yesu, kama alivyozungumza kwamba kama wasipomfuata Yesu, alisema watu wote wamfuate na wamfanane. Ndio maana nilikuwa nataka nizungumze katika kitabu cha Yohana wa kwanza sura ya pili kuanzia mstari wa 4 pale kushuka. Inakuonyesha kwamba ikiwa kwamba wewe unajiita uko wa Kristo na utende yale ambao Kristo amekuomba utende, wewe ni mwongo. Na hapo inakuonyesha wazi kwamba msingi wa tabia tunatakiwa tuzifuate ni za Kristo. Ndio unapomtambua Kristo ndani ya maisha yako, wewe Mkristo mwenzangu, unapomchukua Kristo kwamba ndio mfano wa maisha yako, ndipo pale unapojitenga na zile tamaa kubwa ambazo zitaja katika hiyo sura moja tu ya pili hapo kwenye mstari wa 15, 16, 17 pale. Yohana wa kwanza sura ya pili mstari wa 15, 16, 17 unachukua pale. Anakuambia unazungumza mambo ya usipende dunia na mambo yaliyomo. Maana mtu akipenda dunia, kumpenda Mungu unaondoka ndani yake. Tabia za Mkristo. Yeah. Alafu anakuambia kwamba mambo ya Mungu ni ambayo yanataja pale, ambayo yanawekwa pale, ambayo yanamchafua Mkristo. Anakuambia tamaa za mwili. Unataka kujua tamaa za mwili? Hiyo ni somo nzima. Pale anakuambia kiburi cha uzima. Kiburi cha uzima ni somo nzima. Anakuambia tamaa ya macho. Macho yanatazama vingi sana. Kwa hiyo kama kweli unataka kuishi katika misingi ya Kikristo, unatakiwa uweze kuelewa hiyo vitu vya msingi ili uweze kujitenga na hiyo vitu. Ufuate mfano wa Kristo mwenyewe. Yeye iwe mirua ambayo unajiangalia na kuna hatua zangu bado ziko vile vile au zicha change. Na usipofuata vile, ndio maana tutaja dini nyingi, utachagua dini nyingine katika zile dini unajua kwamba ushakuwa wapi. Wakati tunazungumza dini zote, utakuta kwamba mimi japokuwa nenda katika kanisa, lakini nafasi ya dini yangu naona ni hii. Kama unataka ubadilika kurudi Mkristo, hapo ndio utachukua maamuzi. yani kusema ukweli, ndugu yangu mtazamaji, hiki kipindi ni kipindi kizuri ambacho kitakujenga kwenye hali ya roho na kimwili vile vile, kwa maana tuna focus. Utakapo focus katika roho, utafocus vile vile katika mwili. Kwa maana roho ukaa katika mwili. Na hapa kwenye Rising Light tutajifunza, ngoja niseme huu ni mlima wa manabii. Utajifunza mambo ya siri zaidi kupitia kwa hali ya kiroho, na yawezekana tutakuingiza katika maneno ya kimbingu. Amini, upokeo wa mbinguni. Kwa maana maneno unaweza kusikia hapa utakapokuwa hujajengeka vizuri, yawezekana zitaanza kukuchanganya. Lakini tutakuanzia ngazi kwa ngazi kudefinini. Na maana hapa tunaongea ni kama vile tukikumbuka katika kitabu cha Mathayo 24 ambako Yesu alikuwa akaenda akifundisha, ikabidi kipindi ya kwanza anaenda kwenye mlimani. Wanafunzi wake wakamuuliza, Yesu, mbona unaongea kwa mifano tukuelewe? Eti nayaongea haya ni kwa sababu waliokuwa na akili za kiulimwengu wasijijue, wenye kuwa na akili za kikawaida wasinifahamu. Ina maana Yesu alikuwa anaongea kwa lugha za mbinguni. Na hapa kwenye huo mlima wa Rising Light ambao ni mlima wa manabii, utajifunza mafundisho ile, kujifunza chini ya miguu ya manabii, sio kwa kuelea tu, lakini tutaingia kiundani zaidi katika huu mlima wa Rising Light ili tukuingize upate upeo zaidi na kupata siri za vile vile. Na usisahau, usisahau kucomment, utoe comment zako, maoni yako ambayo unayo kuhusu kipindi hiki ili kitusaidie katika njia ya kwenda mbinguni. Kipindi hiki kinaletwa na Rising Light na kuongoza na sisi, lakini mchango wako na wewe ni wa muhimu sana katika kipindi hiki, ndugu yangu mtazamaji. Nafikiri
Yeah, nafikiri hayo ndio masuala makubwa, na ni kwamba tunaongea swala, hatuwezi maliza tabia za Mkristo zote leo. Tunaendelea hichi kipindi tena kwa kipindi kijacho, na kwa yote ambayo anatusikiliza, unapotufuata katika haya ni maneno ya Mwenyezi Mungu. Angalia kama ni kwenye Facebook, tia comment. Kama ni kwenye YouTube, tia comment. Kama ukitaja hata simu zetu kutupigia, tutakupatia simu. Tutakuwa na namba ya simu pale ili wewe unatupigia simu. Na kama ni email zetu, tutakuwa na email. Njia yote ambayo nataka uwasiliane na sisi ili kwamba tuboreshe kazi. Hii ni Raising Light, ni mwanga ambao tunainua ili kwamba angalau tutoe message nzuri katika watu. Tunaongea topic tofauti tofauti. Na usikose kupata kipindi hata kimoja tunachokiwa. Kwa sababu vipindi vyetu vyote ni hazina katika maisha yako na maisha yetu na kujenga jamii yetu. Na asante sana, tunakutakia kila laheri na ufuatilia vipindi vyetu, na usisahau kusubscribe kwenye YouTube channel yetu, utakuwa umetisha zaidi. Asante.